Wacha tuamini na tuombe kabla hatujaanza hatujaingia katika neno la Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru Bwana asubuhi ya leo, nasema asante. Wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Mungu mwenye uwezo, hakuna chama baada ya kushinda. Ninakuinua Bwana majeshi, ninakutukuza kwa sababu ya uaminifu wako. Asubuhi ya leo nimesimama katika madhabahu hii, Mungu mwenye uwezo, kwa ajili ya kuleta neno lako. Ninaomba neema, naomba kibali ya kwamba Bwana majeshi, wacha Bwana ukasimame pamoja nasi, waachilia kibali, waachilia neema katika hili neno. Wacha neno hili Baba likatuinue, neno hili likatubariki, neno hili Baba likatujenge katika msingi ulio imara. Asante Bwana majeshi kwa watu wako ambao wamefika. Asante hata kwa walio njiani, asante kwa watu wanaohudhuria baada ya siku ya leo. Wacha Bwana ukainua kila mmoja, wacha ukaonekane kwa kila mmoja, wacha ukatende muujiza siku ya leo Bwana majeshi. Bariki baada ya leo tayari tende muujiza bado unaweza. Roho za misaada, roho za mizuizi bado ukapate kuondoa. Roho za mapepo bado ukapate kuondoa. Tawala kila jambo sababu ili Mungu mwaminifu. Asante kwa neema na kibali, naomba unipe usemi Baba katika neno lako maana Yesu anatawala. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na hata kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asubuhi ya leo namshukuru Mungu ambao ameweza kutuongoza, ameweza kuwa mwaminifu ndani ya maisha yetu, ameweza kutupa uzima, ameweza kutulinda, ameweza kutuongoza tulipoachana. Tena siku ya Jumapili tena tumekutana mahali hapa. Kwa hivyo tunashukuru Mungu ambaye ametuwezesha. Tunajua kwamba sio jambo rahisi, sio jambo la kawaida, bali ni kwa mkono wa Bwana ambaye ameweza kusimama pamoja nasi. Leo sina mambo mengi ya kuzungumza, nataka tuangalie neno la Bwana, na Bwana atatusaidia, na Bwana atasimama nasi. Nadhani ya kwamba mwezi huu wa 12 tukielekea kumaliza, kwa sababu naona tarehe zimeendelea sana. Saa hii watu wako katika pilika za Krismasi. Kwa hivyo nadhani ya kwamba tutaelewa. Najua ni vizuri pia saa zingine kuelewa. Sasa watu wako katika pilika za Krismasi, mambo ni mengi. Wengine hata kuna uwezekano wasahau kumwabudu Mungu kwa sababu ya kupotelea katika maandalizi. Ni vizuri kufanya maandalizi kwa ajili ya kusherehekea kuzaliwa kwa Yesu, na nadhani ya kwamba ni vizuri pia kama Wakristo tujiandae vizuri, kwa sababu tunajua ya kwamba siku hiyo ni siku ya kutukumbusha ya kwamba Yesu Kristo aliweza kuzaliwa ili akuja kukomboa maisha yetu, ili akuja tutoe katika matatizo, ili atukuja tutoe katika mambo ambao inashinda akili za wanadamu. Kwa hivyo wakati tunajiandaa, basi sio vizuri tusahau kumwabudu Mungu. Tujiandae nyumbani na pia tukumbuke kumwabudu Bwana, kwa sababu sisi ni watu wa kumwabudu Bwana. Shetani hawezi akatoka ruhusa ya kupumzika. Yeye yuko kazini kila wakati, na yuko mbioni sana wakati watu wameweza kurelax. Sasa hiyo ndio shetani kuchukua ushukani. Tuko kwenye mashindano na shetani, na wakati tuko kwenye mashindano ama kwenye vita, ni vizuri uweze kujua kwamba shetani anapigana na wewe akifanya timing. Ni wapi ambao anaweza akakukuta, ni wapi ambao anaweza akakushikia. Lakini na imani ya kwamba Bwana atatusaidia, tutaweza kuelewa na tutaweza kufahamu. Tuweze wazuia kusherekea
hatuwezi zuia mtu yeyote basi kufanya maandalizi, lakini pia ni vizuri tuweze kujali ibada, kwa sababu ibada ni muhimu sana kuliko hizo vitu zote. Na huu mzimu huwa naona mambo mengi sana. Watu wengine wanapotezanga maisha, wengine hukutana na mambo ambao sio mambo mazuri, wengine utapata wamekwama katika jambo moja ama lingine. Na pia ni vizuri pia wakati tunajiandaa tusichanganyikiwe. Unajua wakati watu kujiandaa huwa wanachanganyikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Huwa wanachanganyikiwa ya kwamba watu wana spend pesa mingi bila kujua kwamba pia hapo mbele tutahitaji pesa ama pesa itahitajika. Na nilikuwa nafundisha hapa watu siku fulani kuhusu kitu ambayo inaitwa stress ama msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo kwa lugha ya Kiingereza inaitwa stress. Nikaambia watu ni vizuri kama kanisa tuweze kwa mstari wa mbele wa kutafuta mambo ambayo inaweza punguza stress ndani ya maisha yetu, kwa sababu wakati watu wako na stress hata kufanya ibada inakuwa ngumu. Wakati watu wako na stress hauwezi kuwa na amani ndani ya moyo wako. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kuangalia hilo jambo. Na wakati huo, kwa sababu Biblia inasema kwamba kuna mtu mmoja katika Biblia ambao mfalme alimwangalia akamwambia, ninakuangalia, ninaona wewe sio mgonjwa, lakini ninaona kuna kitu inakusumbua. Akamuuliza, ni nini hii kama sio msongo wa mawazo? Watu wengi husongwa na msongo wa mawazo, huwa inachangia watu kupoteza maisha yao, wengine huwa inachangia watu wengine basi kujiingiza katika mambo ambao sio mambo mazuri. Kwa hivyo as a church ni vizuri wandugu na wadada tuweze kusaidiana. Jambo lolote ambalo linaweza leta stress tujaribu kusaidiana, tuweze kudili na lile jambo ili tuondoe pale stress. Na nikaambia watu kwamba mimi nachukia stress, kwa sababu stress inaweza fanya ukone, watu wafikirie wewe ni mgonjwa. Stress inaweza fanya hata ukikaa hivi hauna amani. Bwana Yesu asifiwe. Si mnajua stress? Bwana Yesu asifiwe. Mnajua stress vizuri. Kuna mtu ambaye kutana na stress kwa maisha yake ile mzuri, wachana na hii kidogo kidogo ya kwamba umekosa kitu cha kukula, ile mzuri. Stress inaweza fanya hata ukitembea kwa hii barabara, hata gari kikuja huwezi iona, kwa sababu mawazo yako, moyo wako ushachanganyikiwa, ni kama imepofuka. So hata sasa hivi mimi ninajua kuna watu wako na stress. Haleluya. Najua sasa hivi kuna watu wengine wako na stress, na ni vizuri tuweze kusaidiana. Mwisho wale watu ambao wako na familia sasa hivi nasema wako na stress wengine, sababu kama imefika leo ni tarehe 21. Leo tarehe ngapi? Leo ni 21. Alafu uko na familia, alafu hauna pesa, hautakuwa na stress? Kwa sababu watoto wanataka nguo ya Christmas. Alafu ukimaliza na mambo ya Christmas hivi
Bwana asifiwe. Wacha kwanza nisome. Wacha nisome hapo kwanza, naona watu wananiangalia wanasema hii pasa maneno nasema kwa Biblia kweli. Wacha nisome hapo kidogo alafu nitarudi hapo baadaye tuendelee. Tena kusomea andiko moja hapa. Andiko la ajabu. Kitabu cha Nehemia. Angalia Nehemia. Sikuwa nataka kufundisha hapo, lakini sijui kwa nini nimejikuta nimefika hapo. Sababu nataka kufundisha kuhusu kumshukuru Bwana. Kwa sababu huu ni mwezi wa kumshukuru Bwana. Sababu kutoka Januari kufika leo sio jambo rahisi. Kwa hivyo hili ni kuwakumbusha tu. Kitabu cha Nehemia sura ya 2. Nehemia, the book of Nehemia. Kitokea kiona Ayubu, unarudi nyuma ya Ayubu hapo. Hapo karibu na Ayubu, Esther, alafu nafika Nehemia. Nehemia sura ya 2. Ikawa katika mwezi wa Nisani mwaka wa 20 wa mfalme Artashasta, na divai imewekwa mbele yake, nikaishika ile divai nikampa mfalme, nami mpaka sasa sikuwa na huzuni mbele ya mfalme wakati wowote. Mstari wa 2. Basi mfalme akaniambia, mbona umesikitika uso wako, nawe huna ugonjwa? Ni nini hii isipokuwa ni huzuni ya moyo? Ndipo nikaogopa sana, nikamwambia mfalme na aishi milele, kwani uso wangu usiwe na huzuni iwapo mji ulio mahali pa makaburi ya baba zangu unakaa ukiwa na malango yake yameteketezwa kwa moto. Ndipo mfalme akaniambia, una haja gani unayotaka kuniomba? Basi nikamuomba Mungu wa mbinguni. Kabla sijasonga sana, kuna jambo hapo ambao katika mstari wa 2. Mfalme akaniambia, mbona umesikitika uso wako, nawe huna ugonjwa? Amen. Biblia inasema kwamba Nehemia, Biblia inasema kwamba mfalme alimwangalia akaona yeye amesikitika uso, lakini yeye sio mgonjwa. Akamwambia, ni nini hii isipokuwa ni huzuni ya moyo? Huzuni ya moyo, yani moyo una huzuni. Wakati moyo uko na huzuni, hiyo ndio unasikia inaitwa stress, ambao inaweza fanya moyo wako ukose furaha, moyo wako ukose kuwa na amani, kwa sababu ya mambo yale ambao yako mbele yako. Na ni vizuri siku ya leo tuombe Mungu atuombelee stress, mambo yale ambayo yanataka kuleta stress. Mungu afungue njia ili usione, kwa sababu wakati uko na stress, alafu tukwambia tuombe, wakati unafunga macho unaona yale mambo ambayo yamekupa stress. It's like ni kama uko na stress, hata ukiweka hapo chakula ukikula hata uwezi, unasikia ni kama chakula iko tasteless. Bwana Yesu asifiwe. Ukijaribu kulala hata usingizi inapotea, kwa sababu ya huzuni ya moyo, kwa sababu ya mambo yale yamekusonga. Na ndio vizuri kama Wakristo tuwe watu wa kujiandaa, tuwe watu wa kujitayarisha. Kanisa, Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mtu ako na stress, huyo mtu yani yeye yuko tu. Kuna wakati fulani nilikuwa na stress, hata nikitembea kwa barabara hivi sioni gari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimeona stress imefanya watu wengine wamejinyonga, wengine wamekunywa sumu,
Watu yani mtu anakaa hivi anafikiria nianzie wapi nimalize wapi, maybe hana rent, maybe hana nini, kila kitu imemwangalia. Sasa kichwa chake na moyo wake, ile kitu imejaa mahali pale, ni stress. Biblia inasema kwamba Mungu akamwangalia, mfalme akamwangalia Hemaya, akasema ninaona wewe umesikitika, uso wako imesikitika. Yani ni kama kuna jambo ambalo linakusumbua wewe. Sio mgonjwa, ninaona wewe ni mzima, lakini umesikitika. Ni kama kuna jambo ambalo linakusumbua. Kanisa, Bwana asifiwe. Sijui kama umeiangalia mtu hivi ukaona mtu hata asipokuambia unaona tu ni mtu lazima kuna kitu inamsumbua. Amen. So as a Christian, kama Wakristo wa Miracle, tuwe watu ambao tunajaribu sana kupigana na stress, ili at least ukae na amani. Usijiweke katika kiwango ambayo itakupea stress. Mfano, kuna wakati fulani, Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana asifiwe. Amen. Nilienda nikatafuta nyumba ya 15,000 sababu naona watu wanaishi kwa magorofa na watu wanahubiri Injili, wanasema watu ambao wameokoka na watu ambao wamebarikiwa. Mimi nikaenda nikatafuta nyumba ya 15,000, alafu mshahara nalipa mshahara shilingi 8,000. Sasa niliona moto. Bwana asifiwe. Niliona moto kwa sababu kwanza mwisho mwezi pesa haijatosha, hujanunua chakula, watu wanafaa kule. Ilinipea stress, niliama bila kuangalia nyuma. Kwa hiyo kuna stress nyingine unaweza ukasikontrol. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Usikuwe mtu ambao unachangia kuleta stress ndani ya maisha yako. Stress itakuua. Wewe unaiona kanisa watu ni wazima, ukiangalia ni wazima, lakini ndani ya mioyo yao watu ni wagonjwa. Watu wanahuzunika ndani ya mioyo, hawana amani. Hata ukihubiri Injili watu wanakuangalia tu, unafikiria wanasikia, hakuna kitu wanasikia, kwa sababu ile stress mtu ako naye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa, Bwana asifiwe. Amen. Jaribu kucontrol stress. Najua saa hii mwezi tuko hii mwezi tuko stress iko, alafu nataka kung'ang'ana. Okay, kubaia mtoto nguo ni vizuri, lakini ubai nguo ukiwa unajibalance. Bwana asifiwe. Najua vitu vingine lazima tutufundishane hapa. Kanisa, Bwana asifiwe. Jaribu kujibalance. Usiende kununua nguo ya shilingi 5,000 kulia mtoto nguo ya shilingi 5,000. Amen. 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 Alafu ikifika Januari wanataka school fees, si ununue ya 1,000, alafu hiyo 4,000 uweke ingoje kupambana na Januari. Si hapo utakuwa umecontrol stress. Kanisa, Bwana asifiwe. Unajua watu wengine budget hawajui, wajuangi kufanya kubalance, na ndio vitu vingine inaleta stress, vitu ndogo ndogo ambao hazifai. Mimi nimeona kwa kanisa watu wengi stress, watu mtu anatembea na stress. Wengine hata wanajisumbua na kitu ambao unashinda, sasa hii unajisumbua na kasi gani? Chukua mtu ambao unaweza control your stress. Hata hii kanisa Mungu ametusaidia sana hii mwaka. Na tuliomba Mungu wakati tulikuwa pale Kauo, tulikuwa na stress. Unakaa hivi unafikiria mambo ya kanisa. Rendi itatoka kweli? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Simujipigie makofi hii mwaka amejatupea stress ya rendi. Mungu awabariki sana. Ninaomba tena mwaka ujao Mungu afungue njia. Kwa sababu rendi ya kanisa ikishalipwa, hata sisi tutakaa na utulivu, kwa sababu unajua kwamba leo ndio kuja kufunga kanisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na sijui kama kuna mtu hii mwaka leo ndio amemfungia nyumba. Kuna mtu amefungiwa nyumba hii mwaka? Na alikuwa anatoa rendi hapa. Hiyo unajua sasa tunaweza Mungu jambo, kwa sababu wakati unasimama na kazi ya Mungu, Mungu lazima asimame na yako. Haleluya. Lazima akusaidia hata kama ni ngumu namna gani. Wakati unalipa nyumba ya Mungu, lazima Mungu naye ang'ang'ane afanye hata kama ni muujiza, mpaka hakisha kwamba kwako hata kama itakuwa ngumu sana, lakini itakuwa ngumu zaidi kama mtu ambao utumiki Mungu. Tunaomba tusimame na kazi ya Mungu ili Mungu naye asimame na maisha yetu. Kwa hivyo ninaomba wadada na wandugu. Unajua kuna wadada wengine nao kazi yao ni kupea bwana zao stress. Sijui kama umeona mtu kama huyo.
na ameokoka tu. Hata kanisani anakuja tu anaomba vizuri. Nyumbani akifika nyumbani anataka kupea mzee stress. Bwana Yesu asifiwe. Sio mnajua ile stress wanapeana kama hii mwezi sasa wanapeana stress gani? Nguo. Sasa hii nguo ya Christmas ndio nguo gani? Unajua kuna vitu zingine tuelezane tu kweli. Sisi kwa tunavaa tu nguo hata bila Christmas. Lazima tukule kuku hapa. Kwani hatukulangi kuku? Unajua kuna stress zingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ushago ndio nilikuwa ninaona kitabu mkule kuku. Alisi mimi mgeni alitokea, ni mgeni wa muhimu sana. Akafanya wakachinja kuku, lakini kama si hiyo kuku mtaonana naye wapi? Disemba. Nilikuwa naona huko. Lakini hapa Nairobi watu wanakula kuku kila siku. Chapati wanakula kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa Bwana asifiwe. Amen. Hii nguo ya Christmas ndio inakuanga soko gani? Sababu unajua watu wanakaa tu hapo wananyamaza. Na ni maneno tu wako nayo. Na Biblia inasema Mungu akaangalia, akamwambia mbona umesikitika uso? Nawe hauna ugonjwa lakini umesikitika uso. Kuna kitu kinakusumbua. Hata katika dawa zetu tunasema tujaribu vitu zile ambazo zinaleta stress, tujaribu kuzicontrol. Tujaribu kutafuta suluhisho. Kanisa Bwana asifiwe. Ukiona kitu kinataka kupea stress, itafutie njia mapema ili isije kukupea stress. Kanisa tunaelewana vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Stress ni mbaya. Stress utakuja hapa tukiomba Mungu. Hata maombi haiendi. Hata maombi haifulo kwa sababu ile stress uko nayo. Wacha tukutane na sasa kwamba kuna mtu ni mgonjwa, anahitaji kuombea, tungangane na yeye Mungu amponye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unajua watu wakikosa kuwa na stress, watu wananona. Hata bishop sisi tukikosa stress kanisa tunanona kidogo. Tunaongeza weight kidogo kwa sababu hakuna stress. Kanisa liko sawa, tunaendelea mzuri. Lakini kanisa ikiwa na stress, kama saa yote mnasikia sijui masengenyo kanisani, sijui watu walipe, ndio sasa mnataka kutuua na stress. Lakini wakati watu wamerudi wamekuwa watu wazuri, watu hawa masengenyo wametoa masengenyo kanisani, hakuna kesi kanisani, rent ya kanisa tunalipa mzuri, tunasaidiana, hata kama ni kidogo unatoa, mimi natoa, mwingine anatoa, tunaweka pamoja na hatuwezi kuwa na stress. Na in fact Mungu anatubariki sana. Kwa hivyo ningeomba wadada, ningeomba wadugu, tujaribu sana tucontrol kitu ambacho inaita stress. Nehemia alikuwa na stress. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Biblia inasema kwamba Walikata alikuwa na stress. Akaambia brada ya kwamba makaburi ya baba zetu huko nyumbani, makaburi zimechomwa moto, zimebomolewa. Yaani sina amani, lakini nashukuru Mungu kwa sababu Nehemia aliomba Mungu, Mungu akamwambia kwamba angalia mstari wa 4. Ndipo mfalme akaniambia, una haja gani unayotaka kuniomba? Sasa hilo ndilo jambo la baraka mahali pale. Ni jambo gani ambalo leo umekuja nalo kanisani unataka kumuomba Bwana? Bwana yuko tayari kukutendea lile jambo ili usiendelee kuwa na stress. Amen. Mambo ya mvua Victor hata mvua isikusumbue. Naambianga watu wakuje kanisani mapema. Na wanachelewa sasa wakuje kama wananyeshewa. Sababu wale wamekuja mapema sasa unajua hawezi nyeshewa. Kanisa Bwana asifiwe. Wakati uko na stress uko na hitaji. Lakini tusiwe watu wa kuchangia kuleta stress. So unajua kuna kuchangia kuleta stress. Amen. Kuna kuchangia ni wewe unachangia kuleta hiyo stress. Ukichangia kuleta stress basi utakuwa umeleta shida. Usiwe mtu wa kuchangia kuleta stress ndani ya maisha yako. Kuwa mtu ambao unajaribu kung'ang'ana kufight kuhakikisha kwamba ili jambo unalihandle vizuri, una avoid kitu ambayo ni msongo wa mawazo ili usije ukawa na msongo wa mawazo. Wakati uko na msongo wa mawazo hauwezi kuwa sawa hata katika mambo ya Mungu. Hata ukisema uchukue Biblia usome na uko na stress, hauwezi elewa chochote.
iwezi kukusaidia. Kwa hivyo kanisa la Mungu, wacha tuombe Mungu atusaidie. Biblia inasema kwamba Nehemia alikuwa na chama ambalo lilikuwa limemsumbua, na akaambia Mungu ya kwamba naomba unisaidie sana. Kulikuwa na vizuizi fulani. Bwana Yesu asifiwe. Vizuizi ni kama mpaka, yaani unafika mahali unapata kwamba maaskari wako hapo, lazima wakufanye search ndio upite, na maybe ile vitu kwa umebeba hauwezi kupita nayo. Unajua huwa sisi tunapigana na mapepo, huwa tunapigana na shetani. Unapata katika maisha yako kuna mahali unataka ufike, lakini shetani anang'ang'ana na ameweka vizuizi. Kwa hivyo Nehemia akamwomba Bwana. Ukiangalia pale mwisho mstari wa 8 pale mwisho Biblia inasema kwamba kana Nehemia aliomba Mungu, Mungu alimupa yale mahitaji ambayo Nehemia aliomba. Kwa hivyo wakati unaomba Mungu, Mungu atakupa mahitaji ya moyo wako, lakini ukuwe mtu ambao wewe ni mtu ambao unachangia pakubwa kupunguza yale mambo ya kuleta stress. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Unajua wengine unaisangalia kwa jirani, maybe wanakula nyama na maybe bwana yako akotona 500. Sasa unasema lazima tukule nyama. Sasa unajua 500 tukikula nyama, unajua kunaweza leta matatizo. So tunajaribu kuibalance. Bwana asifiwe, ili kupunguza stress. Nadhani ya kwamba vile nimeeleza hivyo, kila mmoja anaelewa ile kitu nasema. Jaribu kuwa mtu ambao unazuia mianya ambayo inaleta stress ndani ya maisha yako. Wakati unaishi na amani, unakaa moyo wako umetulia, moyo wako uko na amani, moyo wako uko na furaha. Hata ukiomba Mungu, maombi yako inakuwa sawa, unasikia uko sawa. Lakini wakati unaomba Mungu na uko na stress, kuna kitu inakusumbua, basi unajua hapo inakuwa kazi ngumu sana. Kwa hiyo tujaribu sana kanisa, hata pale nyumbani, mahali popote pale unakaa, hapa kanisani, kuwa mtu wa kusaidia sana, kuchangia, kutoa mchango mkubwa wa kupunguza stress ama msongo wa mawazo. Tusije tukawa na msongo wa mawazo katika maisha yetu. Huu ni mwezi ambao tunahitaji kumshukuru Bwana kwa umbali ambao umetulete. Daudi anasema kwamba nimrudishie Bwana kitu gani? Kwa ukarimu wote ambao amenitendea. Kwa sababu kitabu cha Zaburi Zaburi mlango wa 116 mstari wa 12. Zaburi 116 116 verse 12. Nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea. Daudi anauliza nimrudishie Bwana kitu gani? Kwa sababu anapoangalia mahali Mungu amemtoa, umbali ambao Mungu amemfikisha, anaona Mungu anahitaji arudishiwe kitu. Na wakati tunafika mahali kama hapa, sijui ni kitu gani wewe ndani ya maisha yako ambao unaona asubuhi ya leo ama katika ibada ya leo unaweza ukamtolea Bwana na Bwana akafurahi. Daudi anauliza nimrudishie Bwana nini? Bwana amenipa uzima, maadui walitaka nikufe, Bwana akanilinda. Maadui walitaka mambo yangu iharibike, maadui walitaka maybe ndoa yangu ifunjike, lakini Mungu amenisaidia. Sasa Daudi anauliza amrudishie Bwana kitu gani kwa ukarimu ambao Mungu amemtendea. Asubuhi leo ndugu, asubuhi leo dada, sijui ni kitu gani ambao unaweza kurudishia nayo Mungu kwa ukarimu ambao Mungu amekutendea. Mungu amekuwa Mungu mwaminifu tangu Januari, ameweza kuwa mtetezi. Hata kama umepitia mambo magumu, lakini Mungu alikuwa pamoja na wewe. Hata kama ulipitia mambo mazito, Mungu hakukuacha uangamie. Alijaribu mahali anaweza kama Mungu kuhakikisha kwamba bado wewe unaishi. Daudi huyo mmoja anasema kwamba kama sio Bwana ambao amekuwa upande wetu, leo hii watu wengine tungekuwa hatuko. Kitabu cha Zaburi 124. Kitabu cha Zaburi 124. 124 Zaburi kuanzia penyewe. Psalms 124. Biblia inasema ya kwamba kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Israeli na aseme sasa, kama si Bwana ambao huyo Mungu wa Israeli alikuwa pamoja nasi,
wakati ambao tunalala, wakati ambao tunatembea, wakati ambao watoto wetu wameenda shule, wakati ambapo tuko kazini. Kama sio Bwana aliyekuwa upande wetu, Biblia inasema kwamba Israeli ama wanadamu na waseme sasa, kama sio Mungu ambao amekuwa pande wako, unaona maisha yako yangelikuwa wapi? Unaona leo ungelikuwa uko pande gani? Daudi anasema kwamba kusema ukweli, kama sio Mungu, Daudi anatambua kwamba ni Mungu ambaye amekuwa pamoja nasi, hata wakati marafiki walinitenga, hata wakati maadui walinisubuka, hata wakati watu wa familia walisimama mbali nami, Mungu alikuwa pamoja na Daudi. Daudi anasema kwamba kama sio Mungu ambaye alisimama pamoja nami, leo hii sijui ningelikuwa wapi. Anasema kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi. Israeli nasema sasa, mstari wa pili, kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, wanadamu walipotushambulia, papo hapo wangelitumeza hai. Hasira yao ilipowaka juu yetu, wakati wanadamu walishambulia maisha yako, wakati wachawi na waganga walishambulia maisha yako na uchawi wao, wanataka kukumaliza, maadui wanataka kukumaliza. Biblia inasema, Daudi anasema kwamba wakati wanadamu waliinuka, wakati maadui walimuinukia, kama sio Bwana aliyekuwa pamoja na Daudi, Daudi anasema kwamba angeangamia. Daudi anasema kwamba hangeweza kusurvive. Kwa hivyo anasema ya kwamba ana jambo la kumshukuru Mungu. Daudi anasema niko na jambo la kumshukuru Bwana, kwa sababu kama sio huyo Mungu ambaye amenitoa gerezani, ambaye amenitoa kwenye kaburi la magonjwa, ambaye amenitoa kwenye matatizo, ambaye amesimama pamoja nami, kama sio Bwana, leo hii hata pesa zako hazingekusaidia. Kanisa, Bwana asifiwe. Hata mali yako haingekusaidia kama sio Bwana ambaye alisimama pamoja nawe. Unashoni vizuri kutambua ya kwamba katika hii dunia tunaishi, hata watu wa familia yenu wanaweza wakakutenga, hata marafiki wanaweza wakakutenga. Hata Daudi yeye mmoja anasema, baba yangu na mama yangu walinitenga, lakini Bwana akasimama pamoja nami. Mungu aliyekuumba akakuweka katika hii dunia, yeye peke yake ndiye anaweza simama na wewe, hata wakati unaingia kwenye shimo, hata wakati unaingia gerezani, hata wakati unaingia kwenye kaburi, Mungu anaingia pamoja na wewe, hawezi akakuacha. Ni vizuri ufungue moyo wako, uruhusu moyo wako mpende Mungu, kwa sababu ni Mungu peke yake anaweza akasimama pamoja na wewe. Unaweza kuwa na marafiki wakwambia mimi ni rafiki yako, lakini ukipata shida wanakaa mbali na wewe. Kanisa, Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Daudi anasema kama si Mungu ambaye amekuwa pamoja nasi kanisa kutoka Januari mpaka tumefika mwisho wa 12, kama sio Mungu, angalia ile mambo ambayo tumepitia ndani, angalia zile vita tumepita ndani, tumepita katika mambo mazito. Hata wengine wamepitia mambo hapa ambao wengine hata hawajui. Wengine hata maadui walikuwa wamepanga kuangamiza maisha yako, wengine walikuwa wamekuwekea mitego ili wewe maisha yako yaangamie, lakini Mungu akasema kwamba mwanangu, nitasimama pamoja nao. Hata kama umeweka mitego itakunasa, lakini haitakuangamiza. Nashukuru huyo Mungu wa Israeli ambaye alisimama na Daudi, ambaye amesimama nasi kutoka Januari. Kumaanisha kama ametufikisha leo, inamaanisha kwamba Mungu ana mipango mizuri juu ya maisha yetu. Anaenda kutenda mambo ya ajabu, anaenda kusimama pamoja nasi. Hata hii mwaka atatusaidia, tutamaliza salama na tutaanza mwaka mwingine, na Mungu atatusaidia tutamaliza salama. Hakuna mtu atapoteza maisha, hakuna mtu atapatikana kwa hospitali, hata roho za magonjwa Mungu ataweza kutuondolea, hata mitego wanayotega Mungu ataweza kutuondolea. Kwa hiyo siku hii ya leo kanisa, huu ni mwezi wa kumshukuru Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni mwezi wa kumshukuru Bwana. Kama si Bwana, unajua sasa ingine unaishi katika hii dunia ukose kujua ile vitu mambo inaendelea katika maisha yako. Kanisa, Bwana asifiwe. Kwa sababu Biblia inasema kwamba wakati Musa alikuwa katika nchi ya Misri, wale wachawi na waganga walikuwa wanafanya mambo kisiri. Wakati wachawi na waganga wanafanya mambo kisiri, wewe hauna habari, lakini Mungu ana habari ya kwamba kuna mipango inaendelea kuangamiza mtoto wangu. Mungu anaenda na kutetea, Mungu anaenda na kanzo hiyo mipango, anaenda anaondoa zile ajali, anaenda anaondoa zile roho za mauti ambao wamekuwekea kwamba lazima hii mwezi ambayo inakuja, hii mwezi mahali tumefika kuelekea next week maybe fulani atakuwa amepoteza maisha. Mungu anaenda anaondoa, anatuma malaika zake, wanaenda wanaondoa mitego, anatuma malaika zake, wanaenda wanakushingira wakati unalala. Mungu anakulinda, analinda watoto wako. Biblia inasema kwamba kama si Mungu leo hii hatungelikuwa hai.
Maana tunaishi katika dunia ambao usiku na mchana tunawindwa. Watu wengine hapa mnawindwa hata na watu wa kweli, wengine mnawindwa na shetani, wengine wanawindwa na wachawi, wengine wanawindwa na maadui. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kaa hivi unapata kuna watu wengine hata kwa familia yenu, hata marafiki zako hawafurahi vile unavyoishi. Unajua mtu yoyote ambao hafurahi vile unaishi, hafurahi maisha yako. Amen. Yaani mtu ambao anaona jealous. Last Sunday mlifundishwa hapa kwamba kulikuwa na ndugu wawili ambao wamesaliwa katika tumbo moja. Ile kitu ilifanya huyo brother akaua mwenzake ni roho ya wivu, jealous, kumwonea wivu, kwa sababu yeye sadaka yake imekubalika machoni pa Mungu na yeye yake imekataliwa. Sasa anaona wivu. Unaweza kuwa umesaliwa na watu ambao maybe wengine hawaishi vile unaishi, maybe hawako Nairobi, maisha yao ni ushago, hawanasikia uchungu vile wako Nairobi, wanaanza kulinda maisha yako, wanaanza kutafuta vile watakuua. Lakini nasema Mungu wa Israeli ambao tunamwabudu mahali hapa ametulinda kutoka Januari, ametufikisha leo. Tunafaa tumshukuru Mungu. Kanisa, tumwambie Baba ni asante kwa ulinzi wako, ni asante. Asante Bwana kutufusha milima na mabonde. Asante Mungu kwa sababu ya kututetea dhidi ya watesi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Mika anauliza, nimkaribie Mungu na kitu gani? Hii kumkarimu mama Mungu amenitendea. Mungu anaweza mkaribia na kitu gani ili iweze kumfurahisha? Kanisa, Bwana asifiwe. Mungu anahitaji watu ambao wana moyo wa kushukuru, watu wanyenyekevu, watu ambao wanasema kusema kweli, bila kudanganyana, kama sio Mungu hapa mahali nimefika, mimi singekuwa hai. Kanisa, Bwana asifiwe. Unajua Mungu anapenda mtu aliye na moyo wa kushukuru. Kanisa, Bwana asifiwe. Na wakati unamshukuru Mungu, unafanya moyo wa Mungu unapendezwa na wewe, kiwango ile ya kwamba anasema kama kwa sababu huyu brother, kwa sababu huyu dada ana moyo wa kushukuru, kwa hivyo inabidi nimtendee mambo makubwa kwa sababu ana moyo wa kushukuru. Ni vizuri uonyeshane Mungu ya kwamba una moyo wa shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu hawana shukrani, kuna watu hawana asante kabisa. Na jambo la ajabu ni kwamba hata pesa ulio nayo, amen, ni Mungu amefanya upate. Haleluya. Na hata hiyo pesa ni ya Mungu, kwa sababu Biblia inasema kwamba fedha ni dhahabu na dhahabu ni vya Bwana. Haleluya. Kwa hiyo tunavipata kupitia kwa mkono wa Mungu, ni yeye amefanya. Kwani ni watu wangapi ambao wengine, hata Biblia inasema kuna watu wengine hata unasikia mtu anasema mimi nimefanya kazi hata sijalipwa mshahara, nimefanya kazi sijui amekula pesa yangu sijui nini. Kwa hivyo ni neema ya Mwenyezi Mungu imetubeba. Chochote ulicho nacho, hata watoto ulio nayo, ni Mungu amekupa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa, Bwana asifiwe. Amen. Chochote ambacho uko nacho, hata uhai ambao uko nayo, ni Mungu tu amekupa. Na sio kwamba umetenda mambo mazuri kuliko watu wengine. Kwa sababu sasa hivi tunaongea hivi, kuna watu wengine wako hospitalini, wengine wako ICU, wengine wako mochari. Na sio kwamba hatuweni mtu mzuri sana kuliko hawa watu, ama sisi hapa ni watu wazuri sana. Ni vile tu neema ya Mwenyezi Mungu imeweza kutubeba akatufanya dhidi tulivyo leo. Na kwa sababu tuko uhai, ni vizuri tufungue mawazo yetu, tujue kwamba tunafaa tumshukuru Bwana, tunafaa tuwe na moyo wa shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe na moyo wa shukrani. Asante, kwambia Mungu asante. Unaweza shukuru Mungu, usababishe Mungu afanye mambo ambao kuanzia leo kuendelea mbele utaishi kukumbuka kusema kwamba kusema ukweli, kushukuru Mungu ni jambo nzuri. Ninajua kama una Mungu, ukiweka Mungu kando, wewe kama binadamu utendee mtu mambo mazuri, alafu yeye akulipe mabaya, akose kukushukuru. Nadhani huwa vile unafeel, unajua hiyo feeling vile inakaa. Hivyo ndivyo Mungu pia hufeel wakati tunakosa moyo wa shukrani. Lazima tumwambie Bwana asante.
Amen. Amen. Kanisa, Bwana asifiwe. Usisimama hapo niambia una kitu ya kusema. Ambia tu Bwana. Zungumza tu na Mungu. Ongea tu na Mungu. Mungu, ninakushukuru kwa sababu kusema kweli kufika mahali nimefika leo sio kwa nguvu ya wazazi wangu, sio kwa nguvu ya pesa yangu, sio vile kwa sababu mimi ni mzuri kuliko watu wengine. Ni neema yako Mwenyezi Mungu imenibeba. Nasema kama si wewe Mungu, leo hata mimi singefika. Kwa hivyo ninakushukuru kwa sababu ya uzima, na naomba Mungu kwa sababu ya hiyo uendelee kunilinda, uendelee kunipa afya, uendelee kunitetea, ili wanaoniwinda, ili waliotaka nikufe waone nikiendelea. Bwana Yesu asifiwe. Waliopanga mambo mabaya, waliosema kwamba hautamaliza hii mwaka, waone umemaliza, umeingia mwaka mwingine. Na Bwana atatubariki sana. Bwana asifiwe. Amen. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shukuru Mungu. Huu ni wakati ambapo kanisa tumshukuru Mungu. Tumrudishie Mungu shukurani kwa kazi ambayo anaifanya ndani ya maisha yetu. Tuashumu ungekuwa ya kwamba hii mwaka yote tangu ianze Januari ya kwamba uliishi hospitali ama hospitalini, ni pesa mingi sana ambayo tungekuwa tumetoa, lakini Mungu ametulinda, hatujalazwa hospitalini. Lazima tumshukuru Bwana ili Bwana akaweza kutenda mambo mazuri ndani ya maisha yetu. Naona saa imeendelea sana na sitaki kuendelea sana. Nataka tumshukuru Bwana siku ya leo, tumwambie Bwana tu ni asante kwa sababu ya ukarimu wako, kwa sababu ya uaminifu wako. Umetutenda mambo mazuri, umekuwa msaada wa karibu, na tuna imani ya kwamba unajua, mimi huwa naambia kwamba Mungu anachukia mtu ambao hana shukrani. Bwana asifiwe. Kanisa, Bwana asifiwe. Na pia unaweza shukuru Mungu kwa njia ya maombi. Unaweza shukuru Mungu pia kwa njia ya kumwambia Mungu kwamba hata kama ni sadaka kidogo, Mungu anatoa kwa ajili ya kukushukuru, kwa sababu umekuwa mwaminifu sana katika mambo yangu ya kifedha. Watu wengi sana hata sasa hivi tunaongea, wengine hata hawana kazi, hata wajui Krismasi wanasherehekea aje. Lakini Mungu, hata mimi mia yangu niko nayo, ninatoka kwenye madhabahu kukushukuru kwa sababu